Umuhimu wa ibada za familia. Nataka unielewe nini umuhimu wa ibada za familia. Familia za wachamungu nyingi zimeacha kodi muhimu ya kumshinda shetani. Silaha muhimu kubwa ya kumshinda shetani ni ibada za ndani ya familia, kwenye nyumba yako. Yani wewe ambaye umebahatika kujenga ama umebahatika kuwa na eneo kubwa ambalo halitawakela wengine, kuhakikisha wewe na familia yako na mke wako na watoto wako ama na mume wako mnafanya ibada. Hata kama mko watatu umeokoka kwenye familia, wengine hawajaokoka, sio kesi, wawili. Biblia inasema walipo wawili watatu niko katikati yao. Ni muhimu kufanya ibada za familia. Watu wengi leo mnakabwa na wachawi, mnafanyiwa mambo mengi ya hovyo. Ni kwa sababu nyumba zenu hamjamkabidhi Mungu kwa namna ibada. Sikiliza, watu wa giza, watu wa ulimwengu wa kiroho wa giza wanafanyaga ibada sana kwenye nyumba zao. Watu hawa wachawi hao wanaoenda kwa waganga wanafanya sana maibada kwenye nyumba zao, wanafuata masharti. Sisi watu tuliookoka ambao ndio wenye hiyo kanuni hatufanyi. Mtu nakuwa na Biblia hujafungua kutoka Januari mpaka Disemba nyumbani kwako, unafungulia ukifika kanisani tu. Wiki nzima ufungui Biblia. Mbinu kubwa ya kumshinda shetani ni kuhakikisha kwamba mnakuwa na ibada nyumbani kwenu, mnakuwa na ibada za nyumbani, mnasoma maandiko hata kwa kifupi tu, mnaomba. Watu wengi wamebezi tu kwenye kuomba. Huwezi kumshinda shetani kwa maombi peke yake. Shetani anapigwa kwa neno, kama Yesu alivyomshinda kwa neno la Mungu, imeandikwa. Sasa familia lazima iwe na msingi wa neno la Mungu nyumbani. Familia lazima ijiwekee utaratibu ili muwe na uhakika wa kusoma Biblia. Sasa anza leo ili umshinde shetani. Wengi mnakabwa na wachawi, mnagombana, migogoro haiishi ndani, hamna ibada za nyumbani. Huwezi kuishinda migogoro ya nyumbani kama una ibada za nyumbani. Huwezi kuyashinda magonjwa ndani ya nyumba yaliyopandwa ndani ya nyumba kama huna ibada za nyumbani. Utazikuwa unateseka, unaombewa hivi yanarudi, unaombewa hivi yanarudi. Sasa mkaribishe Mungu ndani ya nyumba yako leo. Sijui wangapi wananielewa. Leo nataka mwanze ibada za nyumbani. Wachawi wengi wanakuja kwenye mnakoishi, sio kanisani. Wachawi hawawezi wakakulogea kanisani. Wachawi hawawezi wakakukamatia kwenye nyumba za ibada, wanakukamatia nyumbani kwako. Sasa nawe anza na Mungu nyumbani kwako. Sijui kama watu wananielewa hapa. Migogoro mingi, ndoa nyingi zinaachana, na ukikuta unayumba kwenye ndoa, unayumba nini, we dawa ni moja, tuanzisha ibada za nyumbani. Msioneane aibu, hubiri tu, dakika 5, dakika 10, dakika 20. Ni ibada yenye nguvu kabisa, na Mungu atawatembelea kabisa. Barikiwa sana.